Aziz Ki alikuwa mfungaji bora, nadhani mabao 21 na assist 8 ambayo Mayele hakuwa ameyafikia kwa msimu unaoondoka. Kwa hiyo pale walikuwa shall replace idadi ya magoli. Japo Aziz ni kiungo mshambuliaji, Mayele alikuwa namba 9. Sasa ukienda kwa Dube msimu huu magoli 13. Mzizi amefunga goli 14. Kwa idadi yao mmoja hakuna aliyefikia daraja la Fiston kwa idadi ya kufunga magoli. Lakini kwa pamoja wamereplace magoli ambayo yalikuwa yanahitajika kwenye timu. Hapo Max anafunga, hapo Chama na 6, hapo Pacome anakuja anaongeza. Kwa hiyo kwenye hoja ya kutaka kufunga wamemreplace Mayele. Ila hoja ya quality ya mchezaji mmoja wa striker kumreplace Mayele imekuwa shida mpaka sasa. Kwa hiyo kwa wao wanafanya vizuri sana. Mtu akitoka wanamweka mtu. Mtu akitoka wanamweka mtu. Hivi sasa yao wanaumwa muda mrefu. Wanamwenda jana muona performance yake nzuri. Kibwana naye yuko bench. Alikuwa Lomalisa walimjadili watu jana, Boka naye amewashtua kwa performance ile nzuri. Kwa hiyo wamekuwa na hiyo kawaida. Sawa, hayo ni ya Young Africa, lakini hawajaishia hapo. Wanasema wao na supu vinaenda sambamba. Wao na supu dam bwana. Ali Kamwe, tuambie kuhusiana na supu inakuaje? Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza. Sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya klabu. Ninavyosikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee wanatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo alichotujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutwaa uchampioni wa ligi kuu na CRDB kwa jumla. Haya bwana, mambo ya supu hayo Bisai, umesikia Yaani unajua mwanzo ilikuwa ni kama wa upande wa pili wakawa wanaichukua kama dhihaka. Yaani unachojua yeye kunywa supu tu. Usikumbuka ikitokea wafanya kitu chochote cha utofauti, mnajua kunywa supu tu, lakini kwenda uwanjani ikawa kama dhihaka. Lakini sasa hivi wao wameichukua sasa kama fursa na kuona kwamba hivi vitu vinaenda sambamba. Kwenye zoezi la unywaji supu kwa Yanga, kitu ambacho naona ni faida kubwa sana. Inawasaidia kuwa karibu na mashabiki na wanachama wao. Wanafanya kama kitendo cha kurudisha kwa jamii, lakini kwa njia ya kusherehekea kabisa. Wanajenga bondi kubwa. Lile kundi linalokunywa supu ni rahisi kulihamasisha, kuliambia kesho njoo uwanjani. Na kweli tunaona wanaenda wale wengi wao. Kundi lile ni rahisi kuliambia jamani nunueni jezi za timu. Na tunaona wengi wanakuwa na jezi pale. Kundi lile ni rahisi kuliambia jamani timu inaenda Rwanda, inaenda wapi, hebu jichangisheni twendeni Rwanda. Na ndio wale wanaenda. Juzi walienda kucheza mechi ya nusu finali ya CRB Federation Cup. Walikuwa nataka Costa 50, walizipata. Mkokwani wakaenda na then wakatinga finali. Ni kwa sababu hizi bond wanazitengeneza kwenye matukio kama haya mepesi, lakini yanajenga umoja na ukaribu. Ali anaweza akalizungumza kama eneo la kusherehesha, kuwatambia Simba, lakini kwa Yanga ina mambo, yani inawasaidia kwa ukubwa kujenga bond. Okay, sawa.